Yanga inaitaka robo fainali. Mabosi wa Yanga wameonyesha hawataki mchezo katika msako wa tiketi ya robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika kupitia kundi B baada ya kuongeza mzigo wa maana mezani kwa wachezaji ili kuizima JS Kabylie ya Algeria. Awali wiki iliyopita mastaa wa Yanga waliwekewa shilingi bilioni 1 ili kuiua FAR Rabat ya Morocco, lakini mechi hiyo iliisha kwa kupoteza bao 1-0. Lakini kwa sasa ipo hivi, mabingwa wa ligi kuu bara Young Africans wameongeza dau kama njia ya kuatia hasira mastaa wake ili waizime JS Kabylie katika mechi ya kundi B itakayopigwa Jumapili kwenye uwanja wa Amani Complex Zanzibar. Mabosi wa klabu hiyo kongwe na watetezi wa ligi kuu bara, kombe la shirikisho na kombe la muungano wamewaahidi wachezaji wa timu hiyo kugawana dola 450 takriban bilioni 1.2 endapo watafanikiwa kufuzu robo finali. Yanga ikiwa na mastaa wote wakiwemo Pacome Zouzoua na Alan Okello itaikaribisha JS Kabylie Jumapili katika mechi ya mwisho ya kufungia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, japo itakuwa pia ikiombea FAR Rabat ya Morocco ipoteze mbele Al Ahly ya Misri zitakazoumana pia siku hiyo hiyo jijini Cairo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika kutoka ndani ya klabu hiyo ni kwamba mabosi wamekubaliana na kikosi chao kugawana nusu ya zawadi ya dola 900 inayotolewa na shirikisho la soka Afrika CAF kwa timu inayofuzu robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Nikimnukuu kiongozi mmoja mwandamizi wa klabu hiyo amesema, tumeahidi kwamba wachezaji watapata nusu ya fedha tutakazopokea kutoka CAF iwapo tutafuzu robo fainali. Tunafahamu kuwa kufuzu kwetu kutategemea si tu matokeo yetu bali pia matokeo ya mechi kati ya Al Ahly na FAR Rabat. Mwisho kunukuu. Kwa Yanga hesabu za kufuzu ni wazi iwapo itashinda idadi ya mabao yasiyopungua 2-0, huku FAR Rabat wakipasuka, kwani kwa sasa wanatofautiana pointi, wa Morocco wakiwa na 8 ili hali Yanga wakiwa na 5. Kama Yanga itashinda itafikisha pointi 8 na uamuzi wa timu ya kuungana na Al Ahly utategemea uwiano wa mabao ya kufunga na kufungwa. Matokeo ya jumla baina yao ni 1-1, kila mmoja akishinda bao 1-0 nyumbani kwake. Iwapo Al Ahly na AS FAR Rabat watatoka sare, Yanga ataondolewa moja kwa moja katika michuano hiyo, ikiwa ni mara ya pili mfululizo, kwani msimu uliopita ilikuwa ikiwa na pointi 8 bila kujali watashinda kwa mabao mangapi dhidi ya JS Kabylie. Hali hiyo inaonyesha jinsi ushindani ulivyo mkali katika hatua ya makundi. Nikimnukuu kiongozi huyo alisema, kwenye soka lolote linaweza kutokea, bado tuna nafasi na wachezaji wanaelewa kinachotakiwa, motisha ipo. Mwisho kunukuu. Mbali na motisha ya kifedha, kufuzu kuna mafanikio makubwa kimchezo kwa Yanga na kuimarisha hadhi ya klabu kama moja ya timu mahiri Afrika, sambamba na kuthibitisha uwekezaji uliofanywa hivi karibuni katika kuongeza ubora wa kikosi. Maandalizi ya mechi hiyo tayari yanaendelea baada ya safari ndefu na ngumu kutoka Morocco. Wachezaji walipewa muda wa kupumzika kabla kurejea mazoezini. Kocha wa timu hiyo Pedro Gonçalves anaendelea kukuna kichwa kusaka mbinu za kuivusha Yanga kwenda robo finali baada ya kuteleza kwa kupoteza mbele ya AS FAR Rabat bao 1-0 na kutoka sare ya bao 1-1 nyumbani mbele ya Al Ahly iliyowafunga awali kwa mabao 2-0 ugenini. Yanga ilianza hatua ya makundi kwa kishindo kwa kuinyuka AS FAR Rabat bao 1-0 kisha kutoka suluhu na JS Kabylie ugenini, lakini ikapoteza kwa Al Ahly ugenini kabla kutoka sare nyumbani na kuifanya ikusanye pointi 5 ilizonazo sasa ikishika nafasi ya 3 katika kundi. Imeandikwa na Nevumba Abubakar na kusoma kwako nami Hamza.